au kwa Kiswahili inaitwaje? Akili mnemba. Wote wanajua hiyo bwana. Akili mnemba ndio hizi ndio nayo. Na kifupi ni kwamba wataalamu walipogundua hizo mashine zinazotumia hiyo artificial intelligence walituambia kwamba zinasaidia katika kila kitu, kwamba zinafikiri kama wanadamu. Si kweli, si kweli. Hizi programs hizi kama kwa mfano unatumia ChatGPT, mtatambua kwamba kinachofanyika ni kwamba hizi program zina uwezo mkubwa sana wa kutafuta taarifa nyingi kwenye mtandao kwa haraka sana. Ukichapa neno fulani ukajaambia itafute, inaweza ikapitia text zaidi ya trilioni 13 kwa muda mfupi sana, mfupi kabisa, na itakupa na mara nyingi inakuja kwenye internet, taarifa ambazo kwenye internet, alafu inakupa jibu la karibu na swali lolote. Underline that, inakupa jibu la karibu la swali ulilouliza baada ya kupitia kwenye maandishi yote yaliyowahi kuandikwa kuhusu ulichouliza. Kwa hiyo inatafuta nani aliwahi kuandika hivyo. Kwa upande mmoja inasaidia sana tu kwa upande wa mahesabu, kwamba chukua jibu unaongezeka ni sahihi kwa kiasi kikubwa. Na pia inasaidia ukiangalia utafutie text za Biblia zinazofanana, itakupa haraka sana. Na pia inasaidia sana katika mambo operations za siku hizi ambazo hawafungui tena tumbo before kwenye telemedicine, iko vizuri sana. Lakini ndugu zangu, nirudie katika masuala ya imani, ya ethics na moral na nini, msitegemea hii mashine, kwa sababu haina morality, inakupa jibu ambalo mtu fulani aliwahi kusema. Kama mtu huyo hana maadili, itakupa jibu lisilo na maadili. Kama mtu huyo hajajifunza kitu vizuri, hii itakupa jibu ambalo sio sahihi. Vile nitoe mfano, nenda kutoka kanisani kaandike, niambie Bikira Maria ni nani? Jibu la kwanza atakayokuambia ni mwanamke aliyeishi karne ya kwanza ambaye alikuwa mke wa Yosefu. Full stop. Ilitazama ni jana ndio unaeleza. Mtu wa kwanza anajibu. Sasa wewe kama ukibaki na hilo utafundisha kitu ambacho unataka. Lakini ukiendelea kusoma daima na kupata majibu mbalimbali hadi jirani. Kwa hiyo nataka kusema kwamba haitoi daima mafundisho sahihi ya kanisa Katoliki. Nasema daima, wakati mwingine kwa mwingine si sawa. Kwa hiyo basi naongea na jambo pale jana na watafuta mahubiri kwenye AR yasome na kitu ya kwa Biblia ndio tutaletea sherehe. Itisha hekima ya Mungu na Roho Mtakatifu akusaidie wewe na teolojia unayojifunza ndio kwa Biblia. Na pia vijana wote tunasoma kwenye mtandao mjue, wengine ni kutoka kwa bana. Nimesoma kwenye internet bana. Ukija hiyo sio majibu yote ni sahihi. Ndio maana nimesema kwa ajili ya kuweka vijana wote zangu wote. Nimalize kwa ile somo la pili ambalo tumesikia kuhusu jumuiya ya kwanza ambayo iliishi pamoja, kupendana, kushirikiana. Kwa hiyo mapadri wa ndoa, Mwenyezi amemchukua kiongozi wetu Nyonga katika kipindi hiki cha mpito kusimamia pamoja. Nyonga tuwe kama jumuiya ya kwanza, atakayetuona aseme kama wale watu wa mwanzo waliona jumuiya wa kwanza wanawasika kusema hawana ameshikana na ninyi baba ama mshikane pamoja na Wakristo, tushikane mpaka wakasome pamoja na wale watu, lakini
Tumsifu Yesu Kristo.